Tunawaza sisi wengine tuhame, tukimbie tuende sehemu nyingine. Na sasa hivi kuna kamsemo ambako anazungumza bado wanne. Sasa tujaelewa hao wanne ni nani na nani ambao watakaotangulia tena. Sasa sisi tumeona tuweke tu mkazo kwa hichi kitu ambacho kimetokea cha wenzetu wawili. Tunawapenda na tunawathamini. Nafsi zinauma. Sasa tumeona tuwaachie wazee na wenyewe waende wakazike. Na kama kuna kijana yeyote atajitokeza kwenda kuzika ili lungu, yani mimi nitabaliza naye. Tumeshaweka mkazo. Hii hapa kwa kweli tumechoka na tumeshindwa. Naamini kwa sababu ya nini? Muda uliotokea ni saa 9 kwa saa 9. Sasa najiuliza hapo hii ina maana gani? Hii saa 9. Mara makaburi wamekata upande, msalaba upande. Wenda tuelewi, lakini kama tumekosea mizimu, wazee wetu waangalie hili swala. Kama tutambike, lakini kama tumemkosea Mungu, basi turudi magotini, tutubu, tumrudie Mungu. Tulipoteza vijana 4 ambao wengine sio bodaboda. Walikuwa nakaribia kufika hapa nyumbani wakapata ajali. Wakasema kwamba vijana walikuwa mfanyaje? Wamelewa. Tukalipokea tukasema sawa, wenda vijana wetu ilikuwa ni hivyo. Haya, leo hii mwezi hujaisha, hata wiki 3 bado. Tumepata vijana tena wangapi? 2 wanakaribia kufika nyumbani. Wamefariki, wamepata ajali. Wenyeji wanafariki, wageni wanabaki. Jumatatu kama ya leo tulizika vijana 2. Jumanne tukazika vijana 2, jumla 4 kwa ajali ya bodaboda. Ikaonekana kwamba labda ni bange, pombe, tukasema sawa. Leo hii tena kwa ajali ya gari, sio pikipiki wala bajaji. Tunazika tena vijana 2, nguvu kazi tunaowategemea, kwa ajali ya gari. Kwa kweli kwa kijiji cha Milala tunaomba serikali iangalie upande wa pili. Najua serikali haiamini uchawi. Serikali hatutambui hilo na hatuna imani hilo, lakini kuna kila sababu na tumeshajipanga serikali ya kijiji kwa ajili ya kukutana na ikiwezekana tuite wazee wote wa kijiji ili tuweze kuona mustakabali, kwa sababu tunapoteza nguvu kazi ya vijana. Huu ni ukweli usiopingika, kwa sababu leo ni siku ya 14. Ndani ya siku 14 tumezika vijana 6, na mbaya zaidi wanakufa muda ule saa 9 usiku. Kwamba hii ajali hata kama ni ulevi basi unalenga hiyo saa 9. Kwa kuna kila sababu turudi kwenye utaratibu wa mila desturi na tuweze kuzungumza na wazee, tuweze kuweka kijiji vyema. Mwenyekiti wa eneo, nitaendelea kufanya mikutano ikiwezekana kila kitongoji, ili kukutana na lika lolote, vijana, wazee, hata wanywaji. Basi kama ni burudani tunywe kwa masaa yale yaliyopangwa na serikali. Kwani kama ni Jumapili tunaambiwa walau saa 5 mwisho baa zote ziwe zimefungwa na kila mtu awe nyumbani. Iwapo ukipatikana muda tofauti na huo, ina maana wewe ni mzululaji. Na pia tutajipanga katika kamati ya ulinzi na usalama, ulinzi shirikishi. Ina maana watu wakikutwa masaa hayo ambayo sisi hatuyahitaji, basi wachukuliwe sheria.